Okay, hii hapa ina vyumba vinne vya kulala, na kati ya vyumba hivyo vinne, vyumba viwili ni single vya kawaida, lakini vyumba viwili vingine ni self kwa maana kila chumba kina choo chake cha ndani. Na hapa ndani humo kuna sebule kubwa, dining, jiko pamoja na store. Ni nyumba ambayo unaweza ikahifadhi watu wengi sana. Of course, kama wewe una familia kubwa sana, basi nyumba hii inakuhusu na inakufaa vizuri sana. Hili jengo linatumia jumla ya tofali za blocks 3500, lakini pia bati za futi 10120 na mbao zake za kenchi ni 250. Lakini pia ukiweza kuangalia mpangilio hili jengo, unaweza kuona namna gani ambavyo limepangilika vizuri, na limepangilika kwa namna ambayo inavutia kweli kweli, kwa sababu unapoingia moja kwa moja hauingii sebuleni. Sebule yako utaipata katika chaguo la kulia, ambalo utakapokuwa umeingia sebuleni basi utapata chaguo zaidi lingine la kuelekea dining, jikoni na store pia. Kwa hiyo kama mtu atakuwa hausiki kuingia sebuleni au kuelekea vyumbani, atahusika sebuleni pekee, basi huyo mtu ataingia hapo sebuleni na ataingia dining bila kuona hata mpangilio wa vyumba umekaaje. Hii sio kwamba ni bahati mbaya, bali ni mpangilio ambao unaleta usalama zaidi katika hili jengo. Na unaweza kuona namna gani limepangilika. Kama ni mgeni hapo ndani, lazima utapoteana, na utapoteana kweli kweli. Ukiangalia katika vyumba ambavyo ni single vyumba viwili, katika upande huo kuna choo na bafu. Utengano huo umewekwa kwa sababu nyumba hii itakuwa ni idadi ya watu wengi. Kwa hiyo hata kama watakuwa wakiishi watu watatu katika chumba kimoja ambacho ni single, ina maana watu hao wasiwe na msongamano mkubwa wakisubiriana sana kuingia katika chumba au choo kimoja. Na ndio maana tumeweza kutenganisha, kuweka vyoo viwili, na katika vyoo hivi viwili unaweza ukafanya choo kimoja kikawa choo, kingine kikawa bafu, au vyote vikatumika kwa matumizi hayo ya choo na bafu. Na kama itatumika hivyo, itakuwa ni rahisi sana kuhakikisha kwamba wote wanapata huduma hiyo kwa wakati, kwa sababu namna ambavyo tunatumia nafasi katika chumba ambacho tutakiteua kama bafu peke yake ni kama kutumia nafasi vibaya, kwa sababu unaweza kuweka choo hapo na bado mambo mengine yakaweza kufanyika ndani kutokana na nafasi ambayo tumeweza kuzingatia au kiweka katika hili hapa jengo. Ukija upande wa self bedroom, nako pia kumejitenga. Unaona namna ambavyo zimetengenezwa hizi ramani. Watu watakao kuwa kikaa kwenye self wamejitenga, na watakao kuwa wanakaa kwenye single wamejitenga. Kwa maana kwamba unaweza ukawa katika self hii moja ukaishi wewe, na nyingine ukaishi familia yako ambao ni watoto wako, na huku kwingine ukawatenga watu ambao watakuwa either ni wageni na vitu kama hivyo. Na katika mlango huo wazi ambao unaingia katika unit au katika upande ambao una self mbili, unaweza kuweka mlango wa kuslide au mlango wa kioo, kiasi kwamba mtu aweze kuingia huko atakutana na mlango huo kwanza, afu baada ya hapo achagua aende kushoto au kulia katika chumba ambacho atakachokuwa anaishi, ili kuongeza usalama zaidi. Lakini pia hata upande huu ambao una vyumba viwili ambavyo ni single, nako unaweza kufanya hivyo kuongeza ulinzi zaidi katika jumba hivyo hapo. Kwa hiyo mtu ambaye atakayekuwa ndo mara ya kwanza anaingia katika hii nyumba, kiukweli atahitaji kazi kubwa sana na ziada kulisoma hili jengo, kujua limepangilika vipi, kipi kiko wapi na kipi kiko wapi, yupi yuko wapi, yupi anatoka wapi. Hii ndiyo maana halisi ya makazi mpana na ramani ambazo tunakuwa tunawaletea hapa. Namba ya simu unaiona hapo pembeni, inapatikana WhatsApp. Kwa hiyo tutumie message kupitia WhatsApp, tuandikie neno niunge. Sasa wewe andika neno niunge, sisi tutakutumia link uweze kuingia katika channel yetu ya WhatsApp, na huko tutakuwa tunapata kukutumia ramani zaidi, uweze kutazama ramani hizo kupitia WhatsApp. Sio lazima uingie katika channel yetu ya YouTube, uingie katika page zetu za Instagram. Hata huko kwa WhatsApp unaweza ukatazama ramani zaidi na ukaendelea kujifunza vitu vingi sana kuhusiana na ramani za nyumba. Na pia ukitazama hili jengo, bati lake tumeweza kulitengenezea gable roof katika kila upande. Ndio maana nimekuambia jumla ya bati hapa juu ni 120, kwa sababu sehemu kubwa ya jengo hili hapa au sehemu nyingi ya kona au pande za jengo hili hapa zimeweza kutengenezwa katika namna ya gable roof, kiasi kwamba idadi kubwa ya bati zimeweza kupungua na idadi pia ambao zimeweza kupungua. That's why ukiweza kurejea maelezo yangu ya awali, unaweza kuelewa ni nini ambacho nilikuwa ninakuelezea. Jengo ni simple, na ukilitazama kwa nje haliwezi likatazamika katika ukubwa huu ambao unaopata ukiwa ndani ya jengo. Kumbuka nyumba ni mpangilio, na pia nyumba ni mpangilio, naweza kusema hivyo kwa sababu unaweza kuonekana jengo liko kubwa nje, lakini ukiingia ndani mpangilio bado ni ule mdogo, au mpangilio unakuwa ni dhaifu wa kawaida, na unaweza kumuona nani anatoka wapi. Hichi ni chumba cha nane, hichi ni chumba cha nane, kitu ambacho ni hatari sana kwa jengo la pamoja kama hili hapa kupangilika katika namna ambayo kidogo inaleta au inahatarisha usalama wa wale ambao watakuwa wakiishi katika nyumba hiyo kwa namna hiyo ambavyo nimeweza kukuelezea hapo. Kumbuka mitandao mingine yote tunapatikana kwa jina la Makazi Mpanda. Ni muhimu sana
Na tunakuomba utakapoingia huko kutazama ramani zaidi, basi hakikisha umesubscribe katika YouTube channel yetu ili uweze kutazama ramani zaidi kila tunapokuwa tunaziweka huko mitandaoni. Lakini pia mitandao mingine yote tunapatikana kwa jina la Makazi Mpanda. Ni kuombe wewe ambaye unanisikiliza hapa, basi hakikisha mtufollow mitandao yote ambayo wewe unahisi unatumia, basi na sisi tunapatikana huko, iwe ni Instagram, iwe ni Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, kote huko tunapatikana. Kwa hiyo wewe nenda huko na ututafute huko uweze kuendelea kuenjoy kutazama ramani nyingi zaidi. Lakini pia chochote ambacho utakachoona kina utata, basi usisite kutuuliza, kwa sababu majibu tunayatoa kupitia WhatsApp. Kwa hiyo namba hiyo ya WhatsApp ndio kila kitu. Wewe ingia WhatsApp, andika swali lako hapo, rejea ramani yako, hakikisha umescreenshot ramani ambayo unataka kuulizia swali, ili tuhakikishe kwamba tunakujibu kulingana na kile ambacho wewe utakachokuwa unakizungumzia kwa wakati huo. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.